Mimi naitwa Fatma Almasi Nyangasa, ndio mkuu wa wilaya ya Kondoa. Na katika wilaya yetu ya Kondoa tuna halmashauri mbili. Halmashauri ya mji Kondoa, lakini pia tuna halmashauri ya wilaya ya Kondoa. Katika changamoto hii ya kilimo cha bangi katika wilaya yetu ya Kondoa sana imejitokeza kwenye halmashauri yetu moja ambayo ni halmashauri ya wilaya ya Kondoa. Kwa jina anaitwa Shaibu Hamisi Karinga, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mafai. Shuhuda yangu ni kwamba kipindi cha nyuma zaidi ya miaka 3 kulikuwa na uharibifu wa mazingira, pia kulikuwa na kilimo haramu ambayo ni cha bangi. Maeneo ambayo sasa hivi ilikuwa yameharibiwa ni kwenye msitu wa TSF, ni mlima unaoitwa Kome Forest. Baada ya hapo mimi nilishindwa kuanzia, sababu vijana walikuwa wameharibika kwa ajili ya zao hilo la bangi. Kila vijana ambao walikuwa hawajali cha mzazi wala walikuwa hakuna hata heshima ya kujiheshimu. Mimi nilitafuta njia ya kuanzia. Mimi nilianzia hapo. Kwanza kabisa ni kwa ajili ya kudhibiti zao hili haramu la bangi. Baada ya hapo kamishna ambaye ni mdhibiti wa zao hili la bangi walipofika, tuliungana nao pamoja na jeshi la akiba la kijiji hiki cha Mafai ambayo ni migambo kwa ajili ya kuteketeza zao hilo. Na tuliungwa mkono pamoja na mashehe na walimu. Kweli zao hili lilikomeshwa na mpaka sasa hivi heshima kubwa ya kijiji cha Mafai imerudia kama zamani ilivyokuwa. Kabla hiyo operation haijafanyika kipindi cha nyuma, wakati mimi nimefika nikiwa kama afisa mtendaji, kwanza ilikuwa huwezi ukamaliza siku 3 hujapata makesi ya watu wamekuja wamekatana visu, wamepigana, wamejeruhiana. Lakini pili, ulikuwa huwezi ukakaa muda mrefu unasikia kwamba watu wamekamatwa huko na bangi. Kwa hiyo kimsingi mimi mwenyewe nikiwa kama kiongozi nilikuwa sipati usingizi, kwa sababu ulikuwa wakati mwingine inafika usiku unalala, lakini unajua kwamba nitakutana na tukio muda wowote. Lakini baada ya kufanya hiyo operation, watu walau sasa hivi tuna amani, tunalala na usingizi tunafanya tunaupata. Mbali na kuteketeza mashamba ya bangi, kiasi cha ekari kama 600 na zaidi za mashamba haya zimeteketezwa. Tumeanza kuainisha maeneo mbalimbali ambayo tunaamini ni mazuri kwa kilimo kwenye hicho kijiji na vitongoji mbalimbali. Tutashirikiana na wenzetu watu wa benki ya TADB kwa sasa ili tuweze kuwaonyesha dhamira yetu ya namna ambavyo tunataka kuwasaidia wananchi hawa kupitia kilimo, na wao watatushauri sasa kwa namna gani watawezesha hili, kama kwa vikundi, kama kwa mtu mmoja, kama kwa vipi. Kisha baada ya hapo tuwasaidie kwa ujumla sasa ili waweze kuachana kabisa na mawazo hayo na kwenda kwenye mawazo ya kilimo cha kawaida, kilimo chenye tija, kwa maana ya tija kwa pande zote, tija kwa mkulima, lakini tija kwa jamii pia inamzunguka, lakini kwa serikali pia kwa ujumla wake. Kuna wataalamu wamekuja kwa ajili ya kuangalia hili bwawa, kwa ajili ya yale makukuti kuyaondoa, kwa ajili waleta samaki, kwa ajili hata hao vijana wanaweza wakajiajiri kwenye uvuvi wa samaki. Wito kwa vijana tu ni kwamba waachana na kilimo kile cha bangi ili tuendelee na maisha kama wenzetu, sababu kipindi cha nyuma tulikuwa kama dikidiki, tulikuwa tunakimbia vitu vichakani. Kwa hiyo sasa hivi na maana amani ipo, na wito wangu ni kwamba tuachane na zao hilo la bangi, tuwe na mazao ya halali ambayo ni mahindi, ulezi na maharage. Naitwa Ali Mjara, mzaliwa hapa Mafai. Natoa pongezi kwa viongozi kwa kufanya operation kwa ajili ya madawa ya kulevya, na utulivu ukapatikana ndani ya kijiji chetu. Mpaka hapa tulipofikia, siku za hapa nyuma sio sawa na sasa hivi tulivyokaa hapa. Kwanza hapa tu mimi ni jirani, kufika tu hapa ilikuwa ni kazi ngumu. Make watu tulikuwa hatulali usiku, watu wanaishia machakani tu usiku. Unasikia sijui leo kuna nini, tulikuwa hatujulikani kwamba ni nini.
alicho nacho asio nacho, ilikuwa ni kama vurugu tu. Mpaka sasa hivi tulipofikia hapa kuna amani. Naitwa Bihao Hussein Kimolo. Mimi ni mkazi wa mji wa Mafai. Na washukuru sana viongozi wa kijiji kwa jitihada walioifanya ya kufanya mipango ili kushirikiana na serikali kuu mpaka tukafanikisha. Jamii imejifunza kwanza hii biashara sio biashara halali. Ni biashara yenye kutokomeza uchumi wako. Pili, yenye kuharibu afya yako. Ule msitu wanakolima ni eneo la TFS. Na lile eneo kimsingi hawaruhusiwi kuingia mpaka panapokuwa na ruhusa maalum kutoka kwao. Kwa majina naitwa Fred Steven James, mhifadhi misitu wilaya ya Kondoa kutoka wakala wa huduma za misitu. Jukumu kubwa la wakala wa huduma za misitu wilaya ya Kondoa ni kusimamia hifadhi zote zilizopo chini ya wakala wa huduma za misitu. Lakini kwa hivi karibuni tumekumbwa na changamoto ya uwepo wa kilimo haramu ambapo ni kinyume cha sheria ya misitu na sheria ya kupambana na madawa ya kulevya. Hivyo kwa kutambua juhudi za mamlaka ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya, tutaendelea kushirikiana kwa kiasi kikubwa ili kuweza kutokomeza kilimo cha madawa ya kulevya ndani ya hifadhi ya sasa Bangi. Na tunaahidi kuongeza ushirikiano na kuongeza juhudi kwa ajili ya kupambana, kwa maana tumetokomeza kiasi kikubwa, lakini pia tutaendelea kufuatilia kinagaubaga ili tuweze kufanikiwa kutokomeza kwa kiasi kikubwa na kuhakikishia kwamba zao hilo halitakuja tena kulimwa ndani ya hifadhi. Tukiunga juhudi, lakini pia tukiwataka wananchi wote kujisalimisha, maana imetoka ni msamaha hivi sasa. Utakapojisalimisha hautachukuliwa hatua zozote za kisheria na utachukuliwa kama raia mwema ambaye umeamua kubadilika. Hivyo tuwatake raia wote wahalifu wote wanaofanya shughuli hiyo kuacha mara moja na kujisalimisha. Kazi ya kushauri na kukanya vijana wetu nitakiwa ianzie kutoka majumbani mwetu. Tukiwa kama wazazi, tuwakatalie vijana wetu, tuwakataze, tuwafundishe, tuwaambie madhara ili basi kwamba vijana wetu waweze kufanya kuachana na hiki kilimo. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumerahisishia serikali kufanya operation, kwa sababu serikali na yenyewe inatumia fedha kubwa ambazo wakati mwingine zingeletwa kuja kutusaidia katika mifumo mingine, labda kuleta madawa na kutupatia huduma nyingine za kijamii, lakini kwamba fedha imetumika kubwa kwa ajili ya kufanya hii operation. Kwa jina naitwa mkaguzi Hamis Hassan Salehe, ni site manager MAT Kihonda Magereza. Kituo hiki kilifunguliwa mwaka 2023 mwezi wa 11. Mpaka sasa kina jumla ya waraibu waliosajiliwa 357. Kati yao wanaume wako 343 na wanawake 14. Lengo la kituo hiki ni kutoa tiba saidizi kwa wafungwa na mahabusu. Majina yangu ni Joshua Edward. Mimi ni daktari ninayepatikana Kihonda Methadone Clinic, moja ya kituo ambacho kinapatikana ndani ya mkoa wa Morogoro. Tupo kwa ajili ya kuweza kutoa tiba kwa waraibu wa madawa ya kulevya. Tunashukuru kwa uwepo wa kituo hiki mahala hapa, maana kimekuwa ni jibu na maswali mengi, hasa kwa wale watu ambao wamekuwa wakijihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya. Tumeweza kuona kama jamii, hususan jamii ya watu au wafungwa wanaopatikana katika gereza la Kihonda. Kituo hiki kimekuwa saidizi sana kwa wafungwa, lakini pia kwa mahabusu. Lakini sio hivyo tu, kituo hiki kimekuwa kikitoa huduma kwa ajili ya watumiaji wengine wa dawa za kulevya wanaopatikana huko mtaani ndani ya jamii yetu. Kimekuwa ni suluhisho hasa kwa mikoa ya jirani ambao hawana vituo. Naitwa Daudi Mabazu Halamba, sergeant wa magereza. Jukumu langu kubwa ni kuwapokea waraibu
waraibu wanapoletwa hapa kuwapokea kwa maana ya kitengo changu cha dawa, kuwapatia dawa na kuwasimamia wapate dawa ipasavyo kama sheria zinavyoelekeza. Lakini pia wanapokutana changamoto yoyote ile inayohusiana na dawa, manake ni kumsaidia kwa namna yoyote ile ili aweze kupata suluhisho na afya yake kukaa salama. Ninahudumia watu si chini ya watu 20 kwa siku. Ninaweza kuwaona watu 20 na kuweza kuwapatia huduma. Kimsingi ni kwamba tunatoa huduma ya msingi kabisa ambayo ni tiba saidizi. Tuna dawa ambayo tunatoa inaitwa methadone, lakini pia tuna tiba nyingine ambazo zinahusisha wa saikolojia, lakini pia kuna watu wa ustawi wa jamii. Kwa hiyo tunagusa engo zote. Mtu anapata tiba ya dawa, lakini pia anapata matibabu mengine ya kisaikolojia. Kwa majina naitwa Musa Kilasa, ni mwanasaikolojia katika kituo hiki cha Kihonda Methadone Clinic. Kazi yangu ya msingi kama mwanasaikolojia ni kuweza kutambua au kubaini viashiria vya changamoto ya afya ya akili ambavyo mara nyingi watumiaji wengi wa madawa ya kulevya kutokana na kemikali za madawa ya kulevya ambapo kwa wakitumia mara nyingi wao vinaenda kuathiri utendaji kazi wa akili. Hivyo tukishabaini changamoto kama hiyo, huwa tuna wengine ambapo tunaona kama athari haijawa kubwa, huwa tunatoa msaada wa kisaikolojia ili kuweza kuhakikisha kwamba hali zao za kiafya kwa maana ya afya ya akili inarudi kwenye utimamu wake. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa magereza Mwashamba Ali Mtitu, niko hapa Kihonda Methadone Clinic kama afisa ustawi wa jamii. Kazi yangu kubwa ni kusaidia waraibu kutatua changamoto mbalimbali za kijamii. Na hii ni kutokana kwamba waraibu wengi wanaokufika hapa walisha kizana na jamii zao. Kwa wanapokuja hapa tunawasaidia kuwarudisha katika jamii zao. Kabla ya kuanzishwa hiki kituo, wafungwa na mahabusu walikuwa wanapata changamoto ya kupata tiba hizi kwa sababu ilikuwa na lazimu kuwasafirisha kutoka sehemu moja kuwapeleka sehemu ambapo tiba hizi zinapatikana. Lakini kwa sasa kwa sababu sisi wenyewe ni wahusika wa utoaji wa hizi huduma, imekuwa ni kazi rahisi kuweza kuwasimamia na kuhakikisha kwamba wanapata tiba stahili na kwa kukamilisha matibabu. Watu wengi wenye tatizo la uraibu wa madawa ya kulevya au wenye matumizi ya dawa ya kulevya, wengi wanakumbwa na kesi. Wanapata changamoto, wanafungwa kwenye magereza. Hivyo basi kituo hiki niseme tu kimekuwa ni sehemu ama kimekuwa ni suluhisho kwa wafungwa wengi. Ukiangalia kwa mkoa wetu tuna magereza mengi. Lakini uwepo wa kituo hiki kwenye eneo hili imekuwa ni solution ama imekuwa ni jawabu kwa wale wafungwa ambao wamekuwa wakijihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa upande wa ushirikiano, tunashukuru sana mamlaka ya kuzuia na kupambana na madawa ya kulevya nchini. Wanaendelea kutusaidia na kutupa sapoti pale panapokuwa na uhitaji wa kwenda kuchangamana na wenzetu. Tunapata nafasi hiyo, tunakwenda na tunapata elimu, tunakuja kugawiana kwa wale walioenda na waliobaki, tunapata elimu kwa ujumla. MAT Kihonda inafanya kazi na kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali ikiwemo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCA. DCA ni wadau wetu wakubwa kwa sababu wao ndo wanatusimamia kwa kiwango kikubwa sana kwa maana ya kutuletea dawa na mambo mengine yoyote ambayo kwamba yanaendelea. Lakini pia viongozi wetu sisi kwa maana ya magereza, Afande Kamishna Jenerali wa magereza anakuwa karibu na sisi sana pale ambapo kwamba tunakuwa na uhitaji wa jambo lolote ambalo linahitaji utatuzi wa yeye kama yeye kiongozi wetu wa juu. Napenda kushukuru au kutoa pongezi zangu za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Kamishna wa magereza nchini, lakini pia Kamishna Jenerali wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini, lakini pia kwa upande wa kanda ambao inahusisha mikoa ya Dodoma, Morogoro, Singida, kwani wamekuwa wakikuwa bega kwa bega nasi katika kuhakikisha swala hili la kupambana
na madawa ya kulevya nchini liweze kufikia malengo ambayo yamekusudiwa na taifa. Lakini pia tunashukuru hata jamii inayotuzunguka pia imefurahi kwa maana ya vijana wengi sana ambao kwamba walikuwa na changamoto za uraibu, sasa hivi wamekuwa ni vijana ambao ni wema, wamekuwa wanafanya kazi, wamekuwa wamerudi katika jamii kama watu wengine kama zamani walivyokuwa mwanzo, kwa sababu watu wanapokuwa waraibu wengi wao jamii zinawakataa, zinawatenga, zinawachukulia ni watu tofauti, na wanakuwa wanaitwa na hilo jina ambao kwamba maarufu kama wanaitwa mateja. Lakini kwa sasa asilimia kubwa kwa kweli vijana ambao wanapata huduma hapa wako vizuri, wengine kwa sasa wana familia zao zimewapokea ambao zilikuwa zimewatenga. Naishukuru sana serikali. Pamoja na sifa zote hizi na rekodi hizi, lakini pia tunashukuru, kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulitambua na kuliona hili kwamba ni tatizo kwa upande wetu wa magereza. Lakini pia tunashukuru kamishna wa mamlaka kuzuia na kupambana na dawa ya kulevya kwa kuweza kutupa kipaumbele cha kujengwa hiki kituo hapa, ambapo imekuwa msaada mpaka sasa. Tunashukuru sana serikali kwa ujumla, inatusaidia, inatuona na tunaenda nayo vizuri sana. Kwa na shauri hii huduma iweze kutanuka kwenye magereza mengine, kwa sababu asilimia kubwa ya watu walioko magerezani ni watumiaji wakubwa wa madawa, aidha bangi au madawa yenyewe ya kulevya. Ni huduma ambayo ni nzuri, inawafanya watu wawe wazuri, waaminike kwenye jamii. Ni vizuri ikatanuka ikaenda na sehemu zingine ili kuweza kurahisisha na kufanikisha lengo zima la urekebu. Kwa jina naitwa Aisha Omari, na miaka 35, ni mama watoto wawili, ninaishi mkoa wa Dodoma, wilaya ya Dodoma mjini, kata ya Hazina. Mimi nilikuwa ni mraibu wa dawa za kulevya aina ya heroin. Katika mtaani tunapoishi, jamii inakuwa inatutenga. Unapopita unasikia yule mteja yule kapita. Kusema kweli, kwa mimi binafsi ilikuwa inaniumiza sana. Baada ya kusikia kuna huduma inatolewa ya methadone, nikawa nimeenda Dar es Salaam. Nikaenda Dar es Salaam, nilipofika Dar es Salaam nikaanza matibabu yangu Mwananyamala nikapata matibabu kama miezi 6. Nikaomba uhamisho, nikawa nimeletwa hapa Dodoma. Nilipofika hapa Dodoma nilikuwa sina sehemu ya kuishi. Tulikuwa tunaishi yani mapagaleni. Mapagaleni ni sehemu ambazo nyumba ambazo hazijaisha. Kwa hiyo ile hali ilikuwa inaniumiza kusema kweli. Nikaanza biashara ya kuuza uji, nikawa napata kipato, nikapanga chumba changu, nikaanza maisha. Baada ya hapo, huku natumia matibabu, huku naendelea na biashara. Baada ya hapo nikahitimu matibabu yangu, nikapona na bado naendelea na biashara. Kwa sababu waraibu walikuwa wakienda kwenye mahoteli wananyanyapaliwa. Yaani hawataki watu wachangamane na waraibu. Kwa hiyo waraibu walikuwa wanapata shida sana. Sasa hapo ndo niliona kwamba hii ni fursa ya kuitumia mimi. Na kweli nikawa nauza chakula. Yaani mimi wateja wangu wakubwa ni wanamati, ni waraibu wenzangu. Huwa tunakuja kila siku kunywa dawa hapa Itega hapa kliniki. Kwa hiyo haitakiwi misdozi pia. Kwa tunapopata matibabu asubuhi, wengi wetu lazima tuje katika kefu ndogo hapa ya dada Aisha, ambapo ni sehemu tu tuliamua kubuni wenyewe tu kwa ubunifu wetu kwamba tusikae mbali na kituo ili tutengeneze uaminifu na usalama pia wa watu wa huduma na watu wetu wa DCA waendelee kuona kwamba bado tuko salama. Kwa hiyo tunakuja wote kwa pamoja hapa, tunapata chai, unachotaka, chakula, ubwabwa, mtoli, ndizi, uji, nini, na tunakaa kwa utulivu. Hakuna kutumia kilevi chochote kile.
ni chakula tu, tunajenga mwili. Na tunashukuru sana dada Aisha kwa kufanya ubunifu wa kutuwekea huduma hii ya chakula karibu na kituo na karibu na sisi, kwa sababu tungekuwa tunaenda mbali labda mitaani na wapi, pia kungekuwa kuna chokochoko nyingi, kelele na maneno, kwa sababu jamii bado huwa haituamini sana. Kwa hiyo mimi nampongeza dada Aisha kuweka mgahawa wake hapa, japo sio sehemu rasmi, lakini tunashukuru kwa sababu ni muda mrefu, takriban miaka kama 3-4 tupo hapa. Wali maharage nauza 1000, ndizi mtoli 1000, chai 200, uji 500. Kuna kipindi nilikuwa nauza pia chapati na mayai, nilikuwa nauzia chapati 2 na mayai mawili 1500. Ninafanya bei ndogo kwa sababu kutokana na walaibu wenzangu bado hawana kipato cha kuweza kukizi chakula cha bei kubwa, na ndio maana nimeamua kuwafanyia bei ndogo, na kutokana na kipimo chake nachowapimia, kwa hiyo kila mtu apate, yani ndio hicho nilichoamua kufanya. Na tunashukuru kwa matibabu aliyotuletea Methadone, na pia ukiwa labda unajeraha, unajisikia vibaya, unatibiwa bure bila kutoa gharama aina yoyote. Na kama labda matibabu yako yatakuwa na gharama zaidi, kuna kiwango ambacho unapunguziwa, unaenda Milembe pale. Kwa hiyo kama labda matibabu yako yalikuwa labda utatumia 30,000, kwa hiyo utatoa nusu yake. Kwa hiyo kuna msamaha fulani ambao tunakuwa tunapewa. Kwa hiyo tunashukuru sana.